Tumsifu Yesu Kristo. Tushirikishane. Basi baada ya utangulizi huo mrefu kidogo, tunaingia katika mada yetu ya siku ya leo. Ambapo mada yetu imegawanyika katika sehemu kuu tatu. Si ndefu sana. Na baadaye basi kutakuwa na maswali na mapumziko kidogo. Sehemu yetu ya kwanza, ambapo ndio inabeba mada ya siku ya leo, Kwaresma, tohara ya moyo. Kwaresma, tohara ya moyo. Ujumbe unapatikana katika kitabu cha nabii Yeremia sura ya 4 aya ya 4. Kwaresma, tohara ya roho. Tohara. Inakujia nini unaposikia neno tohara? Tohara. Kwa Waafrika, tohara sio neno jipya. Kwa Waafrika, tohara sio neno geni. Kwa Waafrika, tohara sio neno ambalo linashangaza. Ila tohara ni nini? Inakujia nini unaposikia neno tohara? Wavulana, wakina baba, unaposikia neno tohara, kitu gani kinakujia kichwani? Katika mila za Afrika kuna jando na onyago. Wavulana, tohara ni nini kwenu? Ni jambo gani linakuja kichwani unaposikia tohara? Unakumbuka nini? Aidha ukiwa mdogo au mkubwa, unasikia nini? Unakumbuka nini kuhusu tohara? Tohara. Labda wale ambao wamekulia mjini hawajui tohara. Wale mliozaliwa vijijini na kulia vijijini, tohara maana yake nini? Lazima mwasaidie na hao waliokulia mjini. Hata wanawake wanafahamu tohara ni nini. Tohara. Alafu kuna ile neno linatumika kanisani, toharani. Tuache toharani, tuzungumze kuhusu tohara. Tohara ni nini? Neno gani la kwanza linakuja kwenye tohara? Unalo tayari kichwani? Au unayo kichwani? Kuna wengine walipelekwa tohara wakiwa wakubwa, kuna wengine hawajai kwenda, wengine wakiwa wadogo. Lakini tohara maana rahisi na nyepesi na haraka haraka ni usafi. Usafi. Tohara ni usafi. Kutakaswa. Tohara. Kwa Waafrika, tohara inamwandaa mvulana kuwa mwanamume. Tohara inamwandaa mvulana kuingia kwenye hali ya ukomavu. Kwa Afrika, tohara ni kumpitisha mvulana kwenye kipindi kifupi cha mateso na uchungu kuingia kuwa mtu mzima. Tohara. Tohara. Tohara ilikuwepo kwa Afrika hata kabla ya Ukristo hujaja. Ilikuwepo tangu kale. Waafrika kabla hata Ukristo hujaja walikuwa na tohara. Na ndivyo hivyo inavyoandikwa. Waafrika na watu wa mashariki kidogo Warabuni walikuwa na tohara kabla ya Ukristo hujaingia kwetu. Tohara kwa Afrika lilikuwa ni jambo kama tulivyosema la kumtakasa mtu, la kumsafisha mtu. Ni jambo la kikomavu. Anayepokea tohara lazima awe mkomavu, awe ameiva. Anaweza kuchukua familia, anaweza kupewa mke, anaweza kuachiwa mji. Tohara hiyo ndio ilikuwa lengo lake la kwanza. Kumtoa kijana kwenye hali ya kuwa mlegevu na kumwingia kwenye hali ya ukomavu. Kumtoa kijana kwenye hali ya kuwa mjinga na kuanza kupewa mafundisho ya kuwa mtu mzima. Tohara. Mpaka sisi wakati tunakuwa kidogo, tulikuwa tunaona wenzetu wakipelekwa tohara.
Lakini haikuwa hitu sana tohara. Ukiwa mdogo mdogo unaambiwa unapelekwa suna. Ukiwa mkubwa kubwa, wale wakubwa huko kijijini ndio wanapelekwa tohara. Wanakaa huko na wababa na wababu, baadaye wanarudi wameshakuwa wakubwa kabisa. Hakuna kula tena na wasichana sehemu moja. Hakuna kuingia jikoni na kwenda kula kwenye masufuria. Hakuna kulia sufuria. Kama ulikuwa unapenda kula ukoko, hakuna kula tena ukoko. Hakuna kwenda sijui jikoni na kuanza kufunua mama kapika nini, leo kuna nini. Ilikuwa ni marufuku. Ukienda toharani ukirudi haya mambo yote uruhusi kugusa. Tumsifu Yesu Kristo. Ilikuwa ni marufuku. Unaandaliwa kuwa mkubwa. Usiende toharani hapo unacheza na watoto wadogo, unacheza michezo ya kitoto. Marufuku. Tohara ilikuwa inamwandaa mtu kuwajibika kwa ajili ya maisha yake. Lakini sisi hatuzungumzi tohara ya Mwafrika. Wala hatuzungumzi tohara ya jadi zetu na mila zetu na desturi zetu. Sisi tunazungumza tohara ya moyo. Tumsifu Yesu Kristo. Tunazungumza tohara ya moyo. Kama mwanamume anapelekwa suna, anatahiriwa, inakuwaje kuhusu moyo? Moyo na wenyewe unatahiriwa. Yeremia anatuambia ondoeni govi za mioyo yenu. Hapa hajaandikiwa mwanamume wala mwanamke. Ondoeni govi za mioyo yenu. Jitahirini mioyo yenu. Ndio anazungumza Yeremia. Govi la moyo. Tohara ya moyo. Tazama, ashakuru si matusi, maandiko kwenye maandiko matakatifu. Na sisi tunafundishwa kwenye huduma ya usomaji, soma neno lilivyoandikwa kwenye maandiko. Yeremia anazungumza jambo hili. Tohara au kutahiriwa. Neno hili tumeanza kulisikia muda mrefu. Ukianza kufungua Biblia, toka kitabu cha Mwanzo, neno hili lipo. Mashariki ya Kati ya zamani, neno hili lilikuwa linafanyika kwenye sehemu kuu mbili. Waliokuwa wanatahiriwa zamani huko mashariki ya Kati ya kale, ancient Near East, walikuwa hasa na inasemekana kwamba kutahiriwa kulianza Misri. Kutahiriwa kulianza Misri. Na waliokuwa wanatahiriwa Misri walikuwa ni wale watu wenye hadhi. Tumsifu Yesu Kristo. Waliokuwa wanatahiriwa Misri walikuwa ni watu wenye hadhi. Sio wote, hapana, wale wenye hadhi. Lakini kwa namna ya pekee makuhani wa miungu ya kipagani ya Misri walikuwa wanatahiriwa. Wao walikuwa hawatahiriwi kama watu wengine. Wao walikuwa wanatahiriwa kwa namna ya kwamba lile lingozi linakatwa juu na chini, linaweka mpasuko. Kwa hiyo linakuwa lina mpasuko. Walikuwa hawaondoi lote. Walikuwa hawatahiriwi kama wanavyotahiriwa watu wa sasa. Wa Misri walikuwa wanatahiri kwa namna ya kwamba lile ngozi linakatwa juu na chini, baadaye linakuwa linaachanishwa, lina mpasuko. Ndivyo walivyokuwa wanatahiriwa wa Misri. Lakini wale Wasemitiki wanaotoka Syria na Palestina, wao walikuwa wanaondoa ngozi lote. Na hapa ndipo tunapowapata Wayahudi. Na hapa ndipo tunapopata tohara ya kwetu sisi. Wale wa sasa tunatahiriwa, tunatoa ngozi lote. Hapa ya pili. Kwa namna ya kwanza ilikuwa ni mpasuko, na namna ya pili ilikuwa ni kuondoa ngozi lote lile. Kutahiriwa kwa nyakati hizo ilikuwa inahusianisha hasa mila kuu mbili. Mila kuu mbili za ibada. Ya kwanza ilikuwa ni ndoa. Ndoa ndio ilikuwa ya kwanza. Lakini ya pili ilikuwa ni uzao.
Tumsifu Yesu Kristo. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 17, mila ya kutahiriwa ilikuwa ni mila ambayo inaonyesha mtu anaweza kuwa na uzao mkubwa. Abrahamu, kitabu cha Mwanzo sura ya 17. Abrahamu baada ya kutahiriwa ndipo Mwenyezi Mungu anathibitisha ahadi yake kwamba utakuwa baba wa mataifa. Na Sara atazaa mtoto yule ambaye mimi namtaka. Ilikuwa lazima mtu atahiriwe. Kwa hiyo kwa zamani kutahiriwa ilikuwa ni mila au ni tendo la kiibada kwa wale wanaotaka kufunga ndoa, lakini na maana ya pili ni kwa wale ambao wanatafuta uzao. Lakini namna nyingine kutahiriwa ilikuwa ni njia ya kuondoa uovu, kuondoa nguvu za giza, kuondoa hatari ya kifo. Sio tu kuwa msafi, kuondoa hatari ya kifo. Katika kitabu cha Kutoka sura ya 4 aya 24 hadi 26, ilikuwa ni hali ya kuondoa uovu, lakini hali au tambiko la kuondoa na kuweka mbali kifo. Kwa Wayahudi au Waisraeli katika maandiko matakatifu walikuwa wanatumia mawe kumtahiri mtu. Walikuwa wanatumia mawe yaliyochongoka, sio visu wala sio nyembe kama nyakati zetu. Walikuwa wanatumia mawe. Kitabu cha Kutoka sura ya 4 aya 25 na kitabu cha Joshua sura ya 5 aya ya 2. Tendo hili lilikuwa linahusisha kwa Wayahudi. Kutahiriwa ulikuwa ni tendo la kiagano kati ya Mungu na watu wake. Kitabu cha Mwanzo sura ya 17, Mungu anaweka agano na Abrahamu kwa njia ya kutahiriwa, agano la damu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anaona mwenyewe katika kitabu hicho cha Mwanzo sura ya 17 aya ya 1, ambaye hajatahiriwa ni mtu ambaye hajakamilika. Mtu ambaye hajatahiriwa ni mtu ambaye hajakamilika, hana ukamilifu wowote mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu. Ni mtu ambaye hayupo sawa, ni mtu ambaye si mkamilifu. Yoyote ambaye hajatahiriwa nyakati hizo hakuwa sawa, hakuwa mkamilifu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 17 aya ya 1. Lakini zaidi, yoyote ambaye anakaa kwenye nyumba ya mtu wa taifa la Israeli, watu ambao Mwenyezi Mungu anataka kuweka nao agano, awe mtumwa au mgeni, ilikuwa lazima atahiriwe. Lakini katika kitabu cha Kutoka sura ya 12 aya 48, ambaye hajatahiriwa ilikuwa ni marufuku kula Pasaka. Asingeweza kukaa meza moja na Wayahudi wenzake, asingeweza kukaa meza moja na taifa la Mungu, watu taifa la Mungu, na kula Pasaka. Ile Pasaka ya jioni, usiku ule walipoambiwa wale Pasaka, sura ya 12, yoyote ambaye hakutahiriwa alikuwa haruhusiwi kula Pasaka, alikuwa haruhusiwi kukaa mezani. Na kwa kitabu cha Mwanzo hiyo sura ya 17, ambaye hajatahiriwa lazima atengwe na watu wake, kwa sababu ni mtu mchafu. Kwa hiyo yote ambaye alikuwa hana tohara, ambaye alikuwa hajatahiriwa, alikuwa ni mtu mchafu. Tunaenda taratibu. Lengo letu ni kutafakari kwa rezima tohara ya moyo. Kwa hiyo yote ambaye alikuwa hajatahiriwa, katika kitabu cha Yoshua, alikuwa hawezi kuingia nchi ya ahadi. Waisraeli walipotoka nchi ya utumwa Misri kuingia nchi ya ahadi Kanaani, yoyote yule ambaye alikuwa hajatahiriwa, kitabu cha Yoshua sura ya 5 aya ya 2 hadi ya 9, yoyote ambaye alikuwa hajatahiriwa ilikuwa ni marufuku kuingia nchi ya ahadi. Huwezi kuingia nchi ya ahadi ukiwa mchafu. Huwezi kuingia nchi ya ahadi ukiwa ufanani na wengine. Huwezi kuingia nchi ya ahadi ukiwa hujakamilika.
Kwa hiyo yoyote anataka kuingia nchi ya ahadi kwa wanaume ilikuwa lazima atahiriwe. Lazima, utake usitake. Kwa hivyo tunatafakari kwamba yapo mambo ambayo tunaweza tukayaona katika tamaduni za watu wa Israeli kimwili, lakini pia upande wa pili kiroho. Tumesema kwamba mtu ambaye hajatahiriwa alikuwa ni mtu ambaye hajakamilika. Na ili mtu akamilike, aingie katika uhusiano na Mungu, yoyote ambaye alikuwa hajatahiriwa alikuwa hana uhusiano mzuri na Mungu. Kutahiriwa ilikuwa ni alama ya agano kati ya Mungu na mwanadamu. Ilikuwa ni alama ya uaminifu wa agano kati ya Abrahamu na Mungu. Kutahiriwa ilikuwa ni kuweka razi na kuweka rasmi kwamba mimi ni wa Mungu na Mungu ni wa kwangu. Agano la Mungu na Abrahamu ni agano kwa njia ya tohara, agano la damu. Na Zipora anamwambiaje Musa katika kitabu cha Kutoka sura ya 4 aya 25 aya 24 hadi 26 kwamba wewe umekuwa bwana harusi wangu wa damu. Musa alikuwa karibu kufa kwa sababu ya kutahiriwa. Na Musa alitahiriwa na mkewe kwa jiwe. Abraham akiwa na miaka 90 na yeye pamoja na mwanae Ishmaeli mwenye miaka 13 walitahiriwa. Wafanyakazi wake wote wa kiume walitahiriwa. Wageni walitahiriwa. Na hata wakiwa nchi ya utumwa, maandalio ya kula Pasaka sio tu kumwaga damu ya mwanakondoo. Yule ambaye hakuwahi kukumbuka agano la Mwenyezi Mungu kwa njia ya tohara, ilikuwa ni marufuku kula Pasaka, kwa sababu alikuwa ni mtu mchafu, alikuwa ni mtu hajakamilika, alikuwa ni mtu ana mapungufu. Na mtu huyu ni kama yule mwenye ukoma, alipaswa kutengwa. Katika agano jipya mtu mwenye ukoma ndiye anatengwa na watu wake, sio mtu ambaye hajatahiriwa. Mtu mwenye ukoma ndiye anatengwa na watu wake. Hivyo katika agano la kale inawezekana mtu ambaye hakutahiriwa ni kama mtu mwenye ukoma, ni mchafu. Tafakari uchafu wa namna gani mpaka mtu ambaye anatakiwa kutengwa. Tumsifu Yesu Kristo. Tutafakari ni uchafu wa namna gani ambayo mtu huyu anao mpaka anapaswa kutengwa na jamii yake. Na haya yalikuwa sio maagizo ya wanadamu, ni Mungu mwenyewe anasema ambaye hajatahiriwa atengwe. Na hata katika jamii ya Afrika, katika maeneo ya vijijini, mwanamume ambaye hajaenda tohara hawezi kuongea mbele ya wanaume wenzie. Anaongea nini? Unaongea nini hujaenda tohara? Utasema nini mbele ya wenzio? Wanakuona kama mwanamke mwingine. Ilikuwa ni lazima. Na katika jamii zetu za Afrika zile ambazo zimeshika kweli tamaduni za Kiafrika, mtu mzima ambaye hajatahiriwa hawezi kukaa mbele na wanaume wenzie, si tu kuongea, hata kutoa hoja, hata kusogelea wanaume wenzie hawezi. Hawezi hata kwenda kuoga nao, watu wanaoga mtoni vijijini, hawezi. Hata ogaji na wanaume wenzie na yeye si kama wenzie. Hata ogaji wakati hajakamilika. Utaongea nini wewe hujakamilika? Na kama hujakamilika hata mke hawakupi, kwa sababu hujakamilika. Kwa hivyo tunapotafakari tohara ya moyo, tunatafakari kwanza katika maandiko matakatifu, tohara ilikuwa ni nini? Katika maandiko matakatifu tohara ilikuwa ni nini? Zaidi tunaenda, tohara ilikuwa ni alama ya utakaso. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa licha haya mengine yote ya kuzunguka kwenda kundo kuzunguka, kwa mengine haya yote tunayozungumza, tohara ilikuwa ni alama ya usafi. Katika maandiko matakatifu tohara ilikuwa ni alama ya usafi. Ndio maana tunaambiwa katika maandiko matakatifu kuna midomo ambayo haijatahiriwa.
kitabu cha Kutoka sura ya 6 aya ya 12 na 30. Kuna midomo ambayo haijatairiwa. Ipo midomo ambayo haijatairiwa. Yeremia anatuambia yako masikio hayajatairiwa. Yeremia sura ya 6 aya ya 10. Yako masikio ambayo hayajatairiwa. Lakini ipo mioyo ambayo haijatairiwa. Yeremia sura ya 4 aya ya 4. Mambo ya Walawi sura ya 26 aya ya 41. Tunapotafakari usafi, si usafi wa mwili peke yake. Hapa ndio sehemu ambayo sisi tunaanzia. Hawa watu hawakuruhusiwa kula Pasaka katika kitabu cha Kutoka, kwa sababu Pasaka ilikuwa ni alama ya safari ya wokovu, alama ya safari ya kuokolewa kutoka katika utumwa kwenda nchi ya ahadi. Kwa hivyo mtu yoyote ambaye si msafi, tohara kama ni usafi, kama nabii Isaya anavyotuambia sura ya 52 aya ya 1, yoyote ambaye si msafi hawezi kupata wokovu. Tumsifu Yesu Kristo. Yoyote ambaye si msafi hawezi kupata wokovu. Usafi si usafi wa mwili tu, usafi wa roho, usafi wa midomo, usafi wa masikio, usafi wa mioyo na usafi wa roho zetu. Leo tunapotafakari kwamba tohara ya moyo inaanza katika Kwaresma, tutafakari sasa tohara ya moyo. Tumsifu Yesu Kristo. Tohara ya moyo, hatua kwa hatua. Kama kutakuwa kuna mtu anaachwa atasema, au kama kuna kifungu nimekienda haraka utasema Sawa jamani Tohara ya moyo. Maandiko matakatifu yanatumia neno hili tohara ya moyo, tukijua wazi kwa maneno ya kawaida na kwa namna ya kawaida moyo hauwezi kufanyiwa tohara. Tumsifu Yesu Kristo. Hatuwezi kuitoa huko moyo ndani na kufanyia tohara. Lakini neno hili kwa maana ya kiandishi, tohara ya moyo ilikuwa inazungumza kwa wale waliokuwa utumwani. Wale waliokuwa utumwani. Tohara ya moyo ilikuwa inawazungumzia wale ambao wamejitenga na Mungu, wale ambao wako mbali na uso wa Mwenyezi Mungu, waasi, wahaini, magaidi, waovu, wale wote wenye dhambi, waliokengeuka, waliomuasi Mwenyezi Mungu. Hawa ndio wanahitaji tohara ya moyo. Wale walio uhamishoni. Watu wote wanaenda uhamishoni katika maandiko matakatifu ni wale waliovunja agano, wale waliosahau agano la Mwenyezi Mungu. Wao ndio walienda utumwani, waliomkataa Mungu, wale ambao hawakuwa waaminifu juu ya agano la Mwenyezi Mungu. Na moja kati ya maagano ni kutahiriwa, ni kuingia toharani. Na popote ambapo mwanadamu alimuasi Mwenyezi Mungu, mwanadamu aliingia katika utumwa. Tumsifu Yesu Kristo. Popote ambapo mwanadamu aliingia utumwani ni kipindi ambacho alimuasi Mwenyezi Mungu. Alivunja agano la damu kwamba yeye Mungu atakuwa Mungu wetu na sisi tutakuwa watu wake. Jambo moja ambalo yeye anahitaji ni uaminifu na imani yetu kwake tu. Sehemu yoyote ambapo mwanadamu hakuwa mwaminifu alienda utumwani. Sehemu yoyote ambapo mwanadamu aliruhusu, kwa sababu agano na Mwenyezi Mungu alivunjiki. Tunaambiwa agano la damu ni agano ambalo halirudi nyuma. Agano lote ambalo Mwenyezi Mungu aliweka na mwanadamu kuanzia Abrahamu, agano la damu, agano hilo halivunjiki. Tumsifu Yesu Kristo. Mpaka agano letu la mwisho, Mungu na mwanadamu, Yesu kwa damu yake, toaeni mnyonyote, agano hili halivunjiki. Wewe umeshakuwa wa damu, wewe ni wa damu. Ndio maana hata wale wanaingia katika maagano machafu machafu,
maagano ya nguvu za giza kwa njia ya damu. Mnaona wanavyoteseka wakiyavunja maagano. Ukivunja masharti, agano la damu linatafuna. Hapa tuzungumzi maagano machafu, tunazungumza agano kati ya Mungu na mwanadamu. Mwanadamu anayemsaliti Mwenyezi Mungu katika agano lake. Mwanadamu huyu anahitaji tohara ya moyo. Tumsifu Yesu Kristo. Tohara ya moyo haimzungumzii mwanamume peke yake. Tohara ya moyo ni kwa mwanamume na mwanamke. Tohara ya mwili inamzungumza mwanamume peke yake. Hakuna kwenye maandiko matakatifu imeandikwa sehemu mwanamke anafanywa tohara. Na hata katika jamii zetu sasa hizi, tohara ya mwanamke ni dhambi na ni kosa kisheria. Lakini tohara tunayozungumza, tohara ya moyo, haimtengi mwanamke na mwanamume, wote pamoja. Tutafakari. Unahitaji tohara ya moyo? Unahitaji tohara ya moyo? Tutafakari kwa muda mfupi. Mapumziko yetu haya tunayoingia sasa hivi. Tohara ya moyo wewe unahitaji? Tumsifu Yesu Kristo. Unahitaji tohara? Kwaresma hii, tohara ya moyo unahitaji, huhitaji? Je, umeondoa govi la moyo wako kama anavyotuambia Yeremia? Umeondoa au bado unalo? Jitahirini, ondoeni govi za mioyo yenu. Tohara ya moyo, Kwaresma, tohara yetu ya moyo. Unahitaji nini katika kipindi hiki cha Kwaresma? Labda sio moyo tu unahitaji kutahiriwa, labda na mdomo, labda na tabia yangu, labda na masikio yangu, labda na vyote nilivyo navyo. Unahitaji kutahiriwa nini kipindi hiki cha Kwaresma? Tumsifu Yesu Kristo.